Nyumba zaidi ya 50 zimezuliwa paa na upepo katika kijiji cha Dutumi, halmashauri ya wilaya ya Morogoro. Baadhi ya wahanga wa tukio hilo wanasema upepo huo ambao uliambatana na mvua kidogo, ambapo wamesema kuwa licha ya nyumba zao kuezuliwa, lakini pia mazao mbalimbali yameharibiwa. Amina Athmani Mungi, ulikuja upepo mkali sana, alafu zikanyesha na mvua na maradi, ikaja ikazua bati, likaja likafunika. Mimi mwenyewe nilitoka nimekimbilia kwenye mti. Nimesimama kwenye mti naona bati linang'oka, likaja likaangukia kwenye mpapai. Nilipokuja kuangukia kwenye mpapai, bati zimebondeka, kitanda kimevunjika, mitofali ikang'oka ikaingia ndani kwenye kitanda, manake mbao zote zikavunjika. Kwa hiyo mpaka hapa sasa hivi sina makazi pa kukaa. Shida niko juani, mvua yangu jua langu. Jina yangu mimi ni Leonarda Lucas. Basi ule upepo ulipokuwa umeanza, imebidi sisi tukimbilie ndani. Baada ya kukimbilia ndani, imebidi ule upepo ukaja kwa nguvu sana. Matokeo yake ikabidi ienzwe ile nyumba. Upande wa kulia ukabomoka, afu kaja upande huu wa kushoto kwenye baraza ukabomoka. Chakula kilichoharibika, mahindi yaliharibika kama gunia 1 na mbaazi kama mboni 5 ambazo zilizokuepo kwenye sebule. Afisa mtendaji wa kijiji cha Dutumi, Pasco Athmani, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, na hapa anaeleza mikakati aliyochukua mara baada ya kutokea kwa tukio hilo. Majina naitwa Pasco Athmani Magungu, ni mtendaji wa kijiji cha Mbwade au kijiji cha Dutumi. Kulitokea na mvua kubwa iliyoambatana na upepo. Mvua hiyo ilisababisha athari hususani kwenye kaya au kwenye majumba ya watu. Takribani kaya 58 ziliweza kupata madhara kutokana na mvua hiyo. Mara baada ya athari kutokea, tulitembelea katika kaya hizo, na kweli tukabaini kweli kuna athari ambazo zimejitokeza na kuweza kuwapa pole wahusika wote walioathiriwa kwa namna moja ama nyingine. Lakini kaya hizo kuna baadhi ambazo mapaa ya nyumba yalikuwa yamezuiliwa, lakini pia kuna baadhi ya kaya ambazo kuta za nyumba zilikuwa zinaanguka kutokana na mvua kali pamoja na upepo. Hivyo basi, kama viongozi wa kijiji kwa kushirikiana, tujaribu kupita kwenye kaya hizo kwa kuwapa pole, lakini pia kwa kuweza kuwapa ushauri, hususani kwa maana baadhi ya nyumba namna jinsi zilivyokuwa zimejengwa, baadhi zao zilikuwa zimejengwa pasipo kuwekwa linta. Kwa tulijaribu kuwapa ushauri wa kuhakikisha wanapokuwa wanajenga nyumba zao angalau wafunge linta, lakini pia wanapokuwa wanapaua watumie mbao. Athari ni kubwa, japokuwa kuna baadhi ya wananchi waliopata athari hizo wanajaribu kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha wanarekebisha nyumba zao ili waweze kuendelea kujistiri, lakini japokuwa kuna baadhi ya